Wakati chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakiendeleza kampeni yao ya no reforms no election, jana walikuwa pale mkoani Dodoma, na taarifa kubwa ambayo ilitokea pale na mhusu John Mnyika baada ya kuzungumza na wananchi wa pale, alionyesha kuwaomba wasishiriki uchaguzi mpaka mabadiliko, lakini baadhi ya wananchi wao walisema watatiki ifikapo Oktoba mwaka huu. Kutokana hicho ambacho kimetokea jana, Askofu Emmaus Pandekile Mwamakula yeye ameandika ujumbe ufuatao kupitia mtandao wake wa kijamii. Unahusisha tukio hilo kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao jana walishiriki kwenye mkutano huo wa hadhara na chama cha demokrasia na maendeleo. Kwanza ameanza kwa kuandika, nilishuhudia haya kwa macho yangu pale Kondoa. Tulifika Kondoa mchana tukitokea Mrijo katika jimbo la Chemba Dodoma. Mimi nilikuwa wa kwanza kuongea kabla hata ya Mheshimiwa John Mnyika hajaongea. Hakukuwa na watu wengi katika ule mkutano wa Kondoa, hasa ikilinganishwa na mkutano wa Mrijo uliofanyika pale Chemba. Watu waliokuwepo walikaa katika viti ambavyo vilikuwa katika kivuli cha mti, na huku wengine wakisimama kila kona, lakini kwa mtawanyiko kulingana na mazingira ya eneo lile. Wapo pia waliokaa nyuma, wengine walikaa mbali kabisa katika pembe za maduka yaliyozunguka eneo lile. Idadi kubwa ya watu waliokaa ni watu wazima ambao walivalia kofia zao kuashiria Kondoa kuwa ni mji wenye uwepo mkubwa wa Uislamu, na wazee wale walikuwa watulivu, wakionyesha staha ya hali ya juu, wakifuatilia kwa umakini kila hoja iliyotolewa. Muda wote askari polisi walikuwa mbali sana, na walipokuwa na watu hawakusimama mbele ya jukwaa kuelekea hadhira kama ilivyokuwa desturi yao. Mnyika alipokuwa akihutubia, ndipo tulipoona pikipiki zinaleta wanawake waliokuwa na umri unaokadiriwa ni miaka 25 hadi miaka 36. Lakini pia pikipiki hizo zilimwaga vijana wapatao 4 hadi 6. Jumla ya idadi yao wote ilikadiriwa kuwa kati ya watu 8 hadi watu 10. Mnyika alikuwa anaelekea mwisho wa hotuba yake, na kabla aliwahoji watu kunyosha vidole na kutoa sauti kama walikuwa wanakubaliana na kauli mbiu ya Chadema ya no reforms no election, nao wakaitikia no election. Wakati pikipiki zinaingia na vijana wale, polisi nao wakasogea mbele ya jukwaa kama ilivyo kawaida yao. Lakini pia aliingia kijana mmoja akiwa na kamera ambaye hakuwa katika timu ya waandishi wa habari. Kijana huyo alipoulizwa utambulisho wake alibabaika, lakini akataja jina la media fulani. Dakika 5 kabla Mnyika hajashuka jukwani, lile kundi lililoingia dakika za majeruhi, 2 au 3 kati yao walitoa sauti wakisema kuwa tunatiki. Baada ya Mnyika kuwahoji tena watu waliokuwepo kama msimamo wa kuunga mkono msimamo wao, ndipo sauti za kundi lile zikaanza kutoka kwa mkupuo zikitokea eneo moja. Mnyika alihoji tena, lile kundi likajibu tunatiki. Mnyika alipohoji tena, lile kundi lilijibu tunatiki. Ndipo akahoji waliokubaliana na no reforms no election. Mnyika alihoji tena, lile kundi likajibu tunatiki. Lakini lile kundi lilianza kuimba kana kwamba watu waliokuwa wametumwa kufanya fujo. Niliwaona baadhi ya viongozi wenyeji wakitaka kwenda kuwadhibiti, huku wengine wakihoji ni kwa nini polisi waliendelea kukaa kimya. Kwa kuwa ilikuwa mwishoni mwa mkutano, Mnyika alishuka kwenda kuwashika watu mikono, lakini pia alifika katika eneo la kundi lile. Msaidizi maalum wa askofu alinikimbiza ndani ya gari, akanipa karanga mbichi za kutafuna. Lakini pia wakati huo nilikuwa nimesikia nadharia 3 kutoka kwa wenyeji waliokuwa na mawazo yafuatayo. Moja, baadhi yao walidai kuwa lile kundi lilitumwa na mkuu wa wilaya ya Kondoa ambaye alitajwa kuwa ni mtoto aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Walijenga msingi wa hoja yao kwa kusema huyo DC ambaye pia ni mwanamke ana mahaba sana na Rais Samia. Wakati nikitafakari hoja yao ya kwanza, wengine wakasema yule kijana mpiga picha alitumwa maalum kurekodi tukio lile kwa kuwa hakuwa na haja ya kurekodi mkutano mzima, na alikuwa akichagua maeneo yasiyo na watu wengi ndiko alikoelekeza kamera yake. Lakini pia walijenga hoja yao zaidi kwa kusema kuwa yule kijana alikuja karibu muda sawa na lile kundi. Lakini kuna kijana ambaye alisema kuwa polisi pia walikuwa katika ule mchongo.
Kwa kuwa walisogea mbele ya jukwaa muda ule ambapo yule kijana aliingia pamoja na lile kundi, na walipoanza kufanya fujo hawakuonyesha dalili za kuwadhibiti. Lakini kwa upande wangu sikuona sababu ya polisi kuwadhibiti, kwani fujo zao zilikuwa za maneno wala hazikuwa za vitendo. Lakini kuna kijana alisema kuwa wale vijana walikuwa chambo ili watoe maneno yale kisha Chadema waanze kuwadhibiti, halafu polisi waingilie kati ionekane mkutano wa Chadema ulikuwa na fujo. Nilikataa kujua kama wale vijana walitumwa. Ni kwa nini walichelewa kufika mkutanoni? Jibu ambalo nilipewa ni kuwa vijana walikuwa ni wachache, hivyo walikuwa wanapima upepo wasije wao wakaumizwa. Lakini kuna mmoja akasema ya kuwa huenda walikuwa wanategemea mazingira mazuri ya wao kujiseti. Kwa muono wangu, kama vijana wale walikuwa wametumwa, basi walijulikana, kwani video ile ipo pamoja na sura zao. Hekima aliyoitumia Mheshimiwa Mnyika ni kuhitimisha mkutano ule ili kusaidia kuzuia fujo, kwani aliwachukulia kama watu wa kawaida waliokuja mkutanoni, hivyo aliwapa ushirikiano wenye staha. Lakini kinachonifikirisha zaidi ni namna ambavyo tukio lile ambavyo limesambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na watu ambao wana mtazamo hasi na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hili kwa kiasi kikubwa linaweza kubeba uzito wa hoja kuwa walikuwa wametumwa. Ni hitimisho langu kuwa mikutano hiyo iwe na uhuru kwa watu wote ili kutoa hisia zao, hata kama ni kinyume na matarajio ya waandaaji wa mkutano, kwa kuwa hiyo ndiyo demokrasia yenyewe. Lakini pia ni vizuri watu ambao wanapinga hoja za wenzao wajiepushe kuandaa makundi ya kufanya fujo au vurugu katika mikutano ya wenzao. Kama vijana wale walikuwa hawajatumwa na mtu yeyote, basi uelewa wao wa demokrasia ni wa hali ya juu sana. Lakini kama walitumwa na mtu kufanya fujo, basi huyo aliyewatuma hao vijana alidhalilisha utu wao na kujidhalilisha yeye mwenyewe. Huo ndio ushuhuda wangu, na nimeona ni vizuri niweke kumbukumbu ya tukio lile katika maandishi, kwani hii ni sehemu ya historia ya demokrasia nchini. Huo ndio ujumbe ambao Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula ameuandika kupitia ukurasa wake wa Facebook. Hii ni kufuatia tukio la jana lililotokea pale Kondoa, kufuatia tukio la John Mnyika pale Kondoa kuwauliza wananchi kama wanaunga mkono kampeni ya No Reforms No Election. Wao wananchi walijibu ifikapo Oktoba tunatiki. Hii ni Sky4 Media.